utata kuhusu umiliki wa ardhi eneo la Kedong, kaunti ya Narok, umechukua mkondo mpya baada ya Rais William Ruto kuwazawadi wakazi jumla ekari 10,000 ya shamba hilo. Rais ambaye alianza rasmi ziara yake katika eneo la kusini mwa bonde la Ufa, pia alitangaza kwamba usimamizi wa msitu wa Mau sasa utakuwa chini ya serikali ya kaunti ya Narok, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Seth Olale. Siku chache baada ya mzozo wa ardhi katika eneo la Angata Barakoi ambapo watu 6 waliuawa, suala la umiliki wa ardhi katika kaunti ya Narok ulichukua usukani kwenye ziara ya Rais William Ruto katika eneo la kusini mwa bonde la Ufa. Japo rais hakuzungumzia utata wa ardhi hiyo ya Angata Barakoi, rais alitaja mzozo kuhusu umiliki wa ardhi eneo la Kedong. Rais Ruto akitangaza kwamba serikali imezawadi jamii ya Maasai ekari 6,000 zaidi ya ardhi hiyo juu ya ekari 4,000 ya hapo awali. Mimi nimeenda nimetafuta pesa ya serikali, nimewanunulia ekari zingine 6,000. Sasa pale Kedong mtakuwa na shamba ekari 10,000. Wakazi wa Narok wakihakikishiwa kuwa watapewa hati miliki ya ardhi hiyo. Ndani ya wiki moja peke yake title deed zenu zitakuwa tayari. Hawa watu walikuwa wanataka kusikia mambo ya Kedong Ranch, na umeshazungumza tayari, wamechukua eka 4,000. Aidha, Rais Ruto akizindua miradi mbalimbali ikiwemo soko ya kisasa ya Ntulele na ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Narok. Rais pia alisema usimamizi wa msitu wa Mau sasa utakuwa chini ya serikali ya kaunti ya Narok na kwamba serikali kuu itajenga ua ili kuwazuia wanakuzi. Hiyo Mau sasa itakoma kuwa mahali ya kufanyiwa siasa, kwa sababu Mau ni msitu wa muhimu. Umetupa sikio na ndio maana siku ya leo tuko katika kulaunch miradi ya maendeleo. Rais Ruto pia alizindua kiwanda maalum cha kutengeneza bidhaa za ngozi katika eneo la Ewaso Ngiru. Seth Olale, runinga ya Citizen.